Wasomi barani Afrika wanasema kwamba misaada ya kigeni, licha ya kwamba ilikuwa ikisaidia Afrika, lakini imeyumbisha uchumi wa bara hilo kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, kwa miaka mingi utoaji wa misaada katika bara la Afrika umesababisha baadhi ya changamoto, hasa ukuaji wa uchumi. Hii ni kwa mujibu wa Vince Musewe ambaye anaelezea hayo. Misaada hiyo ya kigeni kwa muda mrefu imekuwa ikiwasilishwa kama suluhu kwa changamoto za kiuchumi na kijamii katika bara la Afrika, lakini imeshindwa kuleta matokeo chanya yanayoonekana na kutengeneza uchumi katika bara la Afrika. Kwa mujibu wa Vince Musewe, mchambuzi wa mambo na mwanauchumi kutoka nchini Zimbabwe na mwanamkakati wa maendeleo ya kibiashara barani Afrika, anaeleza hayo. Katika mahojiano yake na shirika la habari la RT la nchini Urusi, Musewe ameelezea kuwa licha ya zaidi ya dola trilioni 2.6 za msaada kwenda barani Afrika tangu mwaka 1960, bara hilo limeendelea kukabiliwa na umasikini, ukosefu wa ajira na miundombinu duni. Idadi zinaeleza kwamba kuna pesa nyingi zaidi zinazotoka Afrika kuliko zinazoingia. Musewe alielezea akikadiria kuwa bara linapoteza karibu dola bilioni 40 kila mwaka kupitia shughuli zinazohusiana na misaada. Alikosea hali ya masharti ya misaada ya nchi za kimagharibi ambayo mara nyingi inahitaji nchi zinazopokea msaada kutumia wakandarasi wa kigeni na wasambazaji na kufanya mchakato huo kuwa wa aina ya biashara kuliko usaidizi wa kweli. Mbinu hii alidai inakuza utegemezi badala ya maendeleo, na ndio sababu mataifa mengi ya Afrika yamezidi kuwa masikini hadi wakati huu tangu miaka 1960 baada ya uhuru wa bara la Afrika. Kama mfano, Musewe aliangazia sekta ya afya nchini Zimbabwe ambapo hutegemea misaada kutoka nje kumezuia ukosefu wa utulivu, uondoaji wa misaada ya Marekani, akibainisha ulisababisha upotevu wa kazi na uhaba wa dawa muhimu. Hata hivyo, wachambuzi zaidi wanaeleza, kwa mfano katika kipindi hiki ambacho Marekani imeeleza kwamba haitaendelea na utoaji wa misaada kwa siku 90, ni wakati ambapo baadhi ya mataifa huenda yakaathirika zaidi na huenda janga la ukimwi likaongezeka, kwani moja kati ya misaada ambayo Afrika ilikuwa ikipokea ni pamoja na dawa za kufubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Musewe alitoa wito wa kuwepo kwa miundo ya utawala bora, kuongezeka kwa uwazi na hatua madhubuti za uwajibikaji, hasa kutoka kwa mabunge na mashirika ya kiraia. Ingawa njia ya kujitegemea inaweza kuwa ndefu, Musewe alishikilia kuwa Afrika lazima ijenge uwezo wa ndani na kuondokana na kutegemea misaada ambayo kihistoria imeshindwa kuleta maendeleo ya maana. Ubalozi wa Marekani nchini Zimbabwe ulitangaza kuwa umesitisha programu za misaada na ulikuwa ukipitia upya mipango yake ili kuendana na amri mpya ya utendaji. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imetangaza kuwa itatishia 90% ya mikataba chini ya shirika la maendeleo ya kitaifa la Marekani USAID, na rais wa Marekani Donald Trump na Elon Musk ambaye anaongoza idara ya ufanisi wa serikali iliyoanzishwa hivi karibuni DOGE, mara kwa mara wameishutumu USAID kwa kutumia vibaya pesa za walipa kodi na kukuza ufisadi. Alipoulizwa jinsi mataifa ya Afrika yanavyoweza kujinasua kutokana na mzunguko huu wa utegemezi, Musewe alisisitiza kuwa kufikia uhuru wa kifedha kutachukua muda na kuhitaji mabadiliko makubwa ya kimuundo. Hatua ya kwanza, alisema, itakuwa ni kuboresha ukusanyaji wa kodi kwa kupanua fursa za ajira na kuimarisha viwanda vya ndani. Mchambuzi huyo pia wa masuala ya uchumi pia alisisitiza haja ya kupambana na rushwa, akibainisha kuwa fedha nyingi zinazolengwa kwa maendeleo hazifikii walengwa. Nadhani kati ya kila dola senti 80 huenda kwenye aina fulani ya utawala na senti 20 inagusa msingi uliokusudiwa, anasema Bwana Musewe. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili uweze kufahamu mengi ambayo yanajiri kila kukicha kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.